tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Yetu la nyumba ndani na nje ili kubariki. Wakati huo tutakuwa hapa na tukiimba zile nyimbo za baraka za kwa ajili ya kunyunyizwa maji ya baraka tutaimba. Na mara watakapomaliza zoezi hilo la kutubariki sisi, kubariki nyumba na maeneo yanayozunguka nyumba, watarudi tena hapa na tutaimba utukufu, kwa sababu ni kipindi cha ufufuko wa Bwana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana sana. Basi nikiomba tujiweke tayari kwa ajili ya adhimisho la sadaka ya misa takatifu. Kwaya mtakuwa mnatuongoza kwa nyimbo za Pasaka. Karibuni sana. Malaika Bwana akasema msiofu, Yesu Kristo pamoja nawe, umeniwekea mkono wako, maarifa yote ya ajabu. Haleluya, nimefufuka, hakika ni pamoja nawe, maandamano yameshaanza. Naomba tusimame na tujiandae kwa ibada ya misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Utaratibu utakuwa hivi: akiisha kukata baba askofu, akisha kata utepe wa jiwe la ufunguzi, atalifungua jiwe na kulibariki bila kusema neno, na kisha mmoja kati ya watawa atasoma ni nini kilichoandikwa hapo. Kisha atakuja kwenye mlango mkuu wa nyumba, atakata utepe, kisha atapewa ufunguo na kuifungua nyumba. Na baada ya hapo itafuata sala ya kubariki maji yatakayotumika kunyunyizia watu pamoja na jengo, ndani, nje na ndani. Na baada ya hapo basi itafuata
utaratibu wa misa utaendelea kwa kuimba utenzi wa utukufu kwa Mungu juu. Tuanze ibada yetu. Nyumba hii imebarikiwa na Mwasham Isaac Amani, Askofu Mkuu Jimbo Kuu Katoliki Arusha, tarehe 10 Aprili 2026. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Na iwe rohoni mwako. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa kwa furaha ili kubariki nyumba hii mpya na kikanisa ambacho kitatumika kwa malezi ya kitawa na huduma nyingine za kiroho. Hivyo tumuombe Mungu ili kwa neema yake apende kuyabariki maji haya tutakayonyunyiziwa. Maji haya ni ishara ya toba na ni ukumbusho wa ubatizo wetu. Tena tunaomba yatakase kuta za nyumba hii na kikanisa hiki tunachokusudia kukibariki. Mungu, kwa njia yako kila kiumbe kinaitwa kwenye mwanga wa uzima, nawe unawazungushia watu wote upendo mkubwa, ili wasilelewe tu kwa tunzo la kibaba, bali pia kwa huruma na kwa umande wa upendo wako unawasamehe dhambi zao na kurudisha kwa Kristo kichwa chao. Kwa hiyo ulifanya uamuzi wa huruma yako kuu, yaani wakosefu wanaobatizwa kwa maji matakatifu wafe na Kristo na wakafufuke bila hila, wawe viungo vya mwili wake na warithi wa agano la milele. Kwa hiyo tunakuomba, ee Bwana, uyabariki maji haya ili atuwie maji ya utakatifu na wokovu, na baada ya kuoshwa nayo katika Kristo tuwe hekalu la Roho Mtakatifu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii ulioagiza kwa njia ya nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba ee Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji ufukuzie mbali kila uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Yeye ndiye aliyetuita tukusanyike hapa kama kanisa kufanya kazi ya ukombozi. Tunakuomba sasa ubariki nyumba hii mpya itakayotumika kwa makazi ya watawa na huduma nyingine za kiroho. Wote watakaotumia mahali hapa waweze kutambua uwepo wa Kristo, kuonja furaha ya urafiki wake na kukua kwa upande wake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, umefanya fumbo la Pasaka liwe agano la upatanisho na wanadamu. Utujalie ili tunayoadhimisha kwa imani tuyadhihirishe kwa matendo, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. La kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro na Yohane walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu
ufufuo wa wafu. Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu, na Kayafa pia, na Yohane na Iskada, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa na watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Neno la Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Tufanikishe twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumebarikiwa toka nyumbani mwa Bwana, naye ndiye aliyetupa nuru.
katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku zile Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Nao hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota lile jarifi lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njoni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, huu nani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautwaa mkate, akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Neno la Bwana. Elimu ya Pasaka. Asante sana. Leo tuko kwenye mkao baada ya Pasaka. Bwana amefufuka, haleluya, haleluya. Kwa kipindi hiki siku 50 za kushangilia kwa kuimba haleluya. Na haleluya hiyo maana yake ni Mungu apate sifa, Mungu atukuzwe, Mungu ahimidiwe kwa kuwa tumepata ushindi
yule aliyekuwa amekufa yu mzima, na kwa uzima huo tumaini letu ndilo hilo, Kristo. Ndio maana yake hiyo, tumaini letu ni Kristo aliyefufuka, alipata ushindi. Ndio maana wafuasi wake wasio na wasiwasi. Dhambi imeshindwa, shetani kashindwa, hata kifo kinakuwa ni mlango wa kuingia mbinguni kwenye uzima wa milele. Kwa ajili hiyo Kristo anatakiwa ajitambue kwamba ni mshindi, kwa kuwa Kristo mwenyewe ni mshindi. Amefufuka, yu mzima, haipo tena kaburini. Kwenye oktava hii leo tunafundishwa somo moja la msingi sana, kwamba Yesu fufuka analeta mgawanyiko. Mgawanyiko wa kitu gani? Mgawanyiko wa upande wanaoelewa maana ya ufufuko na wasioelewa maana ya ufufuko. Kwenye somo la kwanza, Matendo ya Mitume, watu wanahangaika kwamba huyu mtu Yesu ameshaleta matatizo katika Uyahudi, kwa maana anafundisha watu imani, mafundisho yasiyoendana na desturi na mila zetu sisi Wayahudi. Tufanye nini? Watu hawa wameimarika sana baada ya kusikia kwamba kiongozi wao huyo Yesu ambaye tulimuua siku ile Ijumaa Kuu sasa ni mzima. Hofu imeingia katika jamii kutokana na ufufuko wa Yesu. Kwa vipi? Wale walikuwa na imani ya Kiyahudi ambako Yesu ametoka na amekulia humo, waliojiunga naye katika mtazamo wa maisha aliyofundisha, ndani mwao wanakuwa na changamoto. Tufuate haya mambo mapya ama turejee yale ya Kiyahudi tuliyofundishwa tangu tukiwa wadogo? Usi mgawanyiko. Yaani kwa Mkristo unaacha mila na desturi za Kiyahudi, unaanza desturi mpya, mila mpya. Hapo kuna maumivu ama kuna maumivu? Yapo. Kwa hiyo kuna hili huo mgawanyiko, kuna kundi ambalo ndani mwao wanajisikia kama wanasaliti desturi na mila za Kiyahudi. Huo ni upande moja. Hawa kundi hilo kuingia kwenye Ukristo ni changamoto. Wanapenda waingie huko, wanamwamini Kristo, wanaanza maisha ambayo yako tofauti na waliozoeshwa wakiwa wadogo. Kwa hiyo hawa, kuwa Mkristo ni kama mtu ambaye anaachana na binti yake anayeolewa, mama mzazi na mtoto wake. Wanapoachana hivyo, japo ni jambo lizuri kuolewa, lakini kuna maumivu ama hakuna maumivu? Japo. Kuna kundi hili la Wakristo ambao wameingia Ukristo lakini wanabaki wana changamoto. Sasa tutafanyaje? Tutafuata lipi? Tuchanganye, tukoroge, au tuache kabisa huku tubaki kwenye hii ndoa mpya tumeolewa na Kristo? Lakini kuna pia wale ambao wamejiunga na Ukristo, watu kutoka mataifa ambao walikuwa na jisikia kuvutwa, lazima uwe Myahudi ndipo uweze kuwa Mkristo. Sasa hawa wanaona Yesu anaongea kwa namna ambayo hawalazimishi kuwa Wayahudi ndipo wawe Wakristo. Na kabla hapo tuna ushahidi kwamba wakati walipokuwa kwenda kuhiji Yerusalemu, Wayahudi, wapo watu mataifa walikuwa najiunga nao. Sasa Yesu kuja na kufanya mambo ambayo yanaelekea upande ambao sio Kiyahudi kikamilifu, wakampenda, wakajiunga nao. Sasa hawa wanapoambiwa waachane na desturi za Kiyahudi, kutahiriwa na mambo mengine ya Kiyahudi, kwamba sio lazima hivyo tena, hao watafurahi ama hawatafurahi? Hawatafurahi kwamba kuachana na desturi ambazo nalazimisha kwa Myahudi ndipo uweze kuwa Mkristo, kufuata Kristo. Haya afadhali ni utengano wa mama mkwe na mkwe wake.